Cheleweshaje mgonjwa kwa sababu ya mafuta? Hili halikubaliki. Sasa ndugu zangu wawakilishi wa wananchi, ikitokea mgonjwa amezidiwa, ambulance ipo, eti akacheleweshwa matibabu kwa sababu ya mafuta, hebu tupate huyo aliyechelewesha mgonjwa kwa sababu ya kuomba mgonjwa mahututi mafuta, ili tujue huyo ameshindwa kazi. Maeneo mengine Mheshimiwa Rais ananunua dawa. Kwanza amejenga hospitali nyingi sana Mheshimiwa Rais, na heko zimuendee kwake. Tangu uhuru tulikuwa na hospitali katika halmashauri takriban 50 ama 55 hivi. Ndani ya miaka mitano Mheshimiwa Rais amejenga hospitali zaidi ya 100 kwenye halmashauri zetu. Hii ni hatua kubwa sana kufanyika ndani ya miaka mitano. Tulikuwa na CT scan 13, 12. Ndani ya miaka mitano amenunua CT scan zaidi ya 45. Kila mkoa una mitambo hiyo ya kiuchunguzi wa kibingwa. Lakini hakuishia kujenga majengo. Hakuishia tu kujenga majengo. Akasema lazima wataalamu waajiriwe. Hizi ndani ya siku 100 wameajiriwa wataalamu wa afya 1500. Lakini pia bajeti zinakwenda kwa ajili ya kununua dawa. Na kwenye taarifa unaambiwa utoshelevu wa dawa 94%, 96%. Lakini kila mgonjwa akiugua anaambiwa akanunue dawa mtaani. Mtaa unatoa wapi dawa? Hivi kioski kinatoa wapi dawa ambayo serikali haiwezi kununua? Kama sio hizo kutanguliza hizo zikakutana nazo mtaani huko. Haya na yenyewe hayakubaliki. Nikuachie namba za simu, sawa, nitakupatia. Mwenyekiti wa halmashauri, kabla sijatoka uchukue namba ya simu. Na ikitokea jambo lolote kule kwenye kata, mpigie profesa ama unipigie mimi. Tunataka yale makusudi ambayo Mheshimiwa Rais amekusudia, usiku na mchana akipambana, yawanufaishe wananchi wetu. Yawanufaishe wananchi wetu. Lakini tutaendelea pia kusimamia mambo ya uwajibikaji. Kama ambavyo ninyi mmefanya vyema, fedha, rasilimali za walipa kodi wa Tanzania zifikie malengo ambayo yamekusudiwa. Mimi nimekuwa pale hazina miaka mingi. Najua Watanzania hawalipi kodi kwa sababu wana fedha nyingi za ziada hata wakataka wapeleke na serikalini. Hapana. Wanajibana kwa sababu wanataka barabara ya lami. Wanajibana kwa sababu wanataka hospitali. Wanajibana kwa sababu wanataka watoto wasome shule. Leo hii tukija tukajenga daraja, mvua moja limesombwa lote, kwa sababu ya baadhi ya watu kutokuwajibika. Haya hayakubaliki. Na mimi nimesema wezi, wazembe, wavivu, wadokoaji akigundulika mahali fulani, wala msimuhamishe, au ni wakufukuza. Tufukuze, tuajiri wengine. Nilipita katika baadhi ya wilaya kule. Nilipita mkoa mmoja, nikakuta wamegawana fedha. Wamegawana zaidi ya milioni 400, wamegawana posho. Fedha ya mradi wa maendeleo. Nilimwambia waziri, hawa kwanza kamata, weka ndani mpaka hiyo fedha irudi, na baada ya hapo fyeka, safisha wilaya ianze upya. Tunataka fedha ya miradi ya maendeleo, fedha ya walipa kodi wa Tanzania. Wanaojibana wamekataa aina ya maisha.
wanakataa aina fulani ya maisha ili tujenge barabara, wanabana fedha yao ili tujenge barabara, ili tujenge hospitali, ili tujenge shule. Wilaya nyingine waliposikia ziara wakarudisha fedha walioiba. Nikamwambia hata warudishe, fyeka. Hatuwezi tukaenda pia kwa viziana hivyo, kwamba wakiniona narudisha, wasiponiona sirudishi. Hatuwezi pia tukaenda hivyo. Na wale wanaodhani tunatania, na wajaribishe tu. Mimi nawaambia sio kila kiberiti ni cha njiti, vingine ni vya gesi. Nilipita eneo lingine nikakuta wamegawana fedha, nikasema wakamateni, wekeni ndani, msiwatoe mpaka warudishe fedha, ndio hatua za kinidhamu zifuatie. Akatokea moja anaandika kwenye grupu la WhatsApp, sasa waziri mkuu kwa nini anawataja hawa kwa majina, si anawaaibisha? Nikasema na yeye mkamateni, wekeni ndani, ndio mtandao wa majambazi hao. Kwa hiyo haya mambo ya uwajibikaji ni mambo ambayo lazima tuyawekee mkazo. Hata sasa hatujafikia hatua za juu sana bado. Mkimuuliza Profesa Mwongo ambaye anauelewa mpana, ameshazunguka dunia hii, kuna mambo bado tunakosea, na tunaogopana kuambizana ukweli kwamba hili haliko sawa. Muulizeni profesa, amekaa mataifa mengi, muone kama haya ninayosema hakuyaona. Kwenye baadhi ya nchi muda wa kazi ni wa muda wa kazi. Sisi hapa bado tunazo wizara, tunazo taasisi ambazo 20% ya watumishi wanafanya kazi, 80% wanaenda kazini. Wanaenda kazini, wanapiga story, wanarudi, mshahara wao uko pale pale. Leo hii maeneo mengi tunakutana na kero nyingi kwenye ziara, kwa sababu utaratibu wetu wa kushughulikia kero umekuwa hafifu. Mtu anafikisha jambo lake, anaambiwa aje kesho. Anafikisha kesho, anaambiwa uje wiki ijayo. Akija wiki ijayo anaulizwa, hivi ulisemaje? Nimeelekeza siku nilipokuwa nahitimisha budget kwamba ziara si mbadala wa kazi za serikali. Lazima kazi hizi ziendelee. Lazima mambo haya ya kutatua kero yaendelee. Hatuwezi tukawa tunatatua kero kwa ziara. Tuna ofisi mpaka kijiji. Tuna uwakilishi wa Mheshimiwa Rais mpaka kwenye kijiji. Tunashindwa kutatua mgogoro wa ardhi hata wa kimila ambao ni wa kuwaita tu wazee walioko hapa watuambie mmiliki ni nani na tuchukue uamuzi. Tunashindwa kusimamia hata ambao uamuzi umeshafanywa na mahakama. Mahakama imeshasema mmiliki halali ni huyu. Mwingine anakataa kwa ubabe tu. Haiwezekani. Hatuwezi kaendesha nchi kwa namna hiyo. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tutaendelea kuyasimamia. Tutasimamia mambo ya uwajibikaji. Amesema vizuri Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji. Ninyi mkifika ofisi ya umma, ukiona hujasikilizwa vizuri, jitahidi kumjua huyo ambaye hajatimiza huo wajibu, ili tushikishane adabu. Mtu anafika ana mgonjwa, anakuta mtumishi wa umma ambaye amesomeshwa kwa kodi za Watanzania, amepata nafasi adhimu ya kuajiriwa, ambayo nafasi hiyo wanatamani wengi. Watu wamefika na mgonjwa, wamezidiwa, yeye anaendelea kuchati tu mpaka wamguse bega. Unajua tumekuja na mgonjwa hapa. Hatuwezi tukaenda hivyo. Na mimi haya wala hatumumunyi maneno. Mimi si watu wa kutafuta kupendwa na kila mtu akuone wewe ni Mr. Nice. Lazima misingi ya uwajibikaji tuisimamie, na nawaelekeza na wengine wote. Umepewa kipande cha kusimamia.
Simamia kazi ifanyike, watu wakupende kwa kazi, sio wakupende kwa kuwa we ni mtu poa. Hata mababa askofu wana safari ya kwenda mbinguni, lakini hawajai kumkemea shetani kwa upole basi, ili waonekane wana safari ya shetani. Toka basi wewe, unajua mimi naenda mbinguni. Hatuwezi kulinda uovu kwa sababu tunataka kulinda urafiki. Kwa hiyo ukifika ofisi ya umma ukiona huduma inayotolewa inawalakini, hebu tujue aina ya mtu huyo anayetoa huduma. Hivi ndivyo wenzetu tunaopenda kuwatolea mifano wanavyofanya. Watu wana commitment. Kujitoa kwao kuwezesha huduma ama yale ambayo mwananchi anahitaji uwezesho toka serikalini yaweze kufanyika kwa uharaka na kwa ufanisi mkubwa na kwa kuzingatia hivyo viwango. Kwa hiyo haya nimesema tu kwa ufupi, yako mengi, lakini tunaendelea kuyasimamia ndani ya serikali, na huo ndio mwongozo ambao Mheshimiwa Rais ametoa. Na bahati nzuri sana Mheshimiwa Rais ameendelea kuyasema haya hadharani, yanayohusu matumizi bora ya rasilimali, lakini pia na kuziboresha huduma wananchi wanazotakiwa kuzipata. Kwenye dira yetu tumeweka 70% ya utekelezaji wa dira. Mtekelezaji ama mwezeshaji ni sekta binafsi. Watu wakisikia sekta binafsi wanadhani ni wakurugenzi fulani hivi wa mashirika. Hapana. Sekta binafsi ni pamoja na wewe unayelima, ni pamoja na wewe unayechukua yale mazao unaenda unayabadilishia, unayaongezea thamani, ni pamoja na wewe unayeenda kuuza. Mnyororo wote ule ni sekta binafsi. Sasa ni lazima tuheshimu hiyo sekta binafsi. Kwa hiyo kuna mengine tunayafanya kwa kubadilisha sheria, kuna mengine lazima tubadilishe tabia na namna tunavyotekeleza majukumu hayo. Yale ya sheria tumeyabadilisha mengi, tutaendelea kuyasema. Tumeongeza 5% kwa ajili ya kujenga miundombinu ya maeneo ya kufanyia biashara. Lakini tumesema tutalea biashara kwa takriban mwaka mzima kwa biashara zinazoanza kabla hawajaanza kulipa kodi. Lakini pia tutaendelea kuzibadilisha sheria zile ambazo zinasababisha umaskini kwa watu wetu. Kwa mfano, nilipopita kule Serengeti nimewaambia wako wafugaji wengi. Tunaenda kuifuta sheria inayotaifisha mifugo ya Watanzania, kwa sababu tumeona katika baadhi ya maeneo haijafanyika vizuri. Bunge lijalo tunaenda kufuta sheria ya kutaifisha mifugo ya Watanzania. Lakini maeneo mengine nimeelekeza vyombo vya udhibiti tusiwanyang'anye Watanzania vitendea kazi, iwe bajaji, iwe bodaboda, iwe gari. Eti amefanya kosa anahitaji faini, msimnyang'anye bajaji yake au bodaboda yake. Ninyi mnamjua, ana kitambulisho cha uraia, kituo chake cha bodaboda mnakijua. Sasa amefanya kosa linahitaji faini, mnachukua pikipiki. Atalipaje hiyo faini? Hicho ndo kitendea kazi chake. Lazima tulinde mitaji ya watu wetu. Wewe ukiona ni sahani ya maharage ya mamalishe, kwake yeye ni ofisi, ni mtaji. Lazima tulinde mitaji ya watu wetu. Tumekubaliana aina ya makosa ambayo pikipiki ama gari ikikosea, ni kweli hiyo hatukurudishi. Tunakubaliana kama nchi, pikipiki ikishiriki kwenye wizi wa kutumia silaha, kosa hilo halina dhamana. Ni kweli hatuwezi kuirudisha. Gari imebeba pembe za ndovu, tunajua hilo kweli ni kosa halina dhamana. Ama pikipiki imeshiriki kwenye mauaji, hatuwezi tukaruhusu. Imeshiriki kwenye ubakaji, hatuwezi tukaruhusu.
Lakini kweli haya ya kwamba hujachana nywele, si umepita hapa ukusimama, mambo ya lazima tuiheshimu sekta binafsi. Lazima tuheshimu shughuli za uzalishaji. Mheshimiwa Rais ameonyesha mfano huo, na tumeona ni mfano, tumeona ni hatua zinalipa. Mheshimiwa Rais alisema msichukue fedha za wafanyabiashara kwenye akaunti zao, msifunge akaunti, msiwakadirie, msiwabambike watu kodi zaidi ya inayotakiwa kutozwa. Tumeona, na mimi nimekuwa shahidi kwa sababu nilikuwa pale hazina, mapato yameongezeka kutoka trilioni 1.2 2021 mpaka hivi majuzi rekodi kubwa zaidi ilifikiwa trilioni 3.5. Nini? Ni ile tu kuheshimu shughuli za uzalishaji. Wazee wetu wafugaji walikuwa wanatufundisha hivyo. Kabla hujataka sana kukamua maziwa mengi, hakikisha ng'ombe unayetaka kumkamua ameshiba. Si ndio hivyo Kwa hiyo haya tutaendelea kuyasisitiza. Sasa kwa maslahi ya muda niseme tu jambo moja la mwisho. Haya yote ambayo tumeyasema, mipango ya serikali, dira ya taifa, ilani ya uchaguzi, na hata mipango binafsi ya mtu mmoja mmoja, na hata mipango yenu ya Msoma vijijini, yote haya hatuwezi kufanikisha kama nchi yetu haitakuwa salama, kama nchi yetu haitakuwa na amani na utulivu. Hatuwezi tukafanikiwa kama nchi yetu haitakuwa salama, kama nchi yetu haitakuwa na amani na utulivu, hatutaweza kufanikisha mpango wote ule. Kwa hiyo niwaombe wana Msoma vijijini, wana Mara, wana Majita, kila Mtanzania, kila mwana Msoma vijijini atambue kuwa jukumu la ulinzi na usalama wa nchi yetu ni la kila Mtanzania, na amani na usalama wa Msoma vijijini, mnufaika wa kwanza ni wewe mwenyewe mwana Majita, ni wewe mwenyewe mwana Msoma vijijini, na kinyume chake ni hivyo hivyo. Amani ya Msoma vijijini ikivunjika, mwathirika wa kwanza ni wewe mwenyewe mwana Msoma vijijini. Kwa hiyo kila moja aone ana wajibu huo. Tumeona katika baadhi ya maeneo watu wakiwa wameambiwa na watu, tena watu wenyewe hawako hata hapa Tanzania, wanawaambia siku fulani nendeni mkachome na hospitali, mkachome na shule, mchome na barabara. Mimi niwaambie, ni barabara, shule, hospitali, mahakama si mali ya serikali. Hiyo inaitwa mali ya umma. Umma wenyewe ni wewe mwenyewe. Leo hii ukiharibu barabara hapa Majita, mwathirika wa kwanza wa kukosa barabara ni wewe mwenyewe. Ukiharibu hospitali hapa Msoma vijijini, mwathirika wa kwanza ni wewe mwenyewe mwana Msoma vijijini. Labda niongee kwa mfano kabisa. Hivi ninyi hapa mkachoma hospitali, watu wa Nkasi watakosa hospitali? Watu wa Rukwa watakosa hospitali? Nani atakayekosa? Asante sana Wajita, mna akili sana. Ndio maana na mbunge wenu ni profesa. Amesema sisi Wajita hatuchomi. Na profesa yuko salama. Tuendelee kuambia na maeneo yote mkoa wa Mara, mnufaika wa kwanza wa amani ya mkoa wa Mara ni mwana Mara mwenyewe. Na mimi nimekuja kuambia, mimi ni ndugu yenu,
Katika utafutaji tulihamia kule Singida, tuko Iramba ya Singida, lakini siku mkirudisha urithi wa kurithi kwa babu na bibi, tutarudi Iramba ya Mara, tule na kichuri, tutarudi. Mwenda kwao sisio mtoro. Tutarudi. Si hata profesa alienda kufanya kazi mpaka Afrika Kusini, baadaye akarudi. Na sisi tutarudi. Kuna mama na ujumbe wangu? Haya, aanze kusogea kabisa kwenye maiki huku. Majita oye! Majita oye! Huyu anataka kutisha watu huyu. Haya, sasa tuende kwenye kusikiliza hoja. Asante sana babu, asante sana. Karibu tena Msoma. Ninyi watu wa Majita bwana, nyinyi bwana watu wa menyoka bwana, nyeupe nyeupe, nyeusi nyeusi. Haya, asante sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, usisahau namba ya simu. Umesikia hiyo msisitizo? Haya, mpeni mama